السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وعلى عباده اصطفى. الحمد لله الذي أنشأ وبرى، خلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرى، لا يعيب عنه النمل في الليل إذا سرى. أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi'ula na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, katika siku hii ya leo au wakati huu wa sasa, hebu twende tukajifunze dua ya kufanikiwa katika kila kitu maishani mwako. Dua ya kufanikiwa katika mambo yako yote. Dua hii leo tunakwenda kujifunza. Dua ya kufanikiwa katika mipango mbalimbali ambayo ilikuwa imekwama. Wapo watu wamejaribu kusomesha watoto wao, imeshindikana. Wamejaribu kusoma wao, imeshindikana. Wamejaribu kufungua kila aina ya biashara, zimeshindikana. Wamejaribu, wakatesti, wakahangaika, ikashindikana. Haijaishia hapo, wakaona waende kwa waganga, wakaganguliwa, wakaaguliwa, wakafanyiwa kila aina ya vituko vya waganga. Wengine wakapigwa na machale, chanjwa kweli kweli, lakini hakuna kilichosaidia. Zaidi ni kwamba hali bado haifanikiwi katika maisha. Sasa ili kufanikiwa ufanye nini? Ni lazima uhakikishe unapata dua ambayo dua hii itakwenda kukusaidia kufanikiwa katika maisha yako. Na dua hii si nyingine bali ni katika dua ambazo zimefundishwa na wanawachuoni. Dua hii itakusaidia kupata riziki iliyokuwa safi pamoja na uongozi kutoka kwa Allah. Yani automatically Mungu atakupa uongozi bila wewe mwenyewe kutarajia wala kutaka. Sasa twende tukaisome dua hii, tusiwe na mambo mengi. Twende tukaitazame ni dua gani hii ya kuweza kuyatimiza hayo. Dua yenyewe ni hii ifuatayo, ambapo dua hii kwanza kabisa utakwenda kuchukua udhu, kisha utaswali rakaa 2 sunnatil haja, na kisha baada ya hapo utakwenda sasa kuifanya dua hii. Utaanza na istighfari. Utafanya istighfari kama kawaida mara 21 kwa kusema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara 21. Hatua ya pili, utakwenda kufanya salatu ala nabi kwa kusema Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Mara ngapi? Mara 21. Kisha baada ya hapo sasa utakaa kikao ukiwa hivyo umeelekea kibla, na utaanza kuisoma dua hii. Isikilize kwa umakini dua ambayo utakayokwenda kuisoma. Inasema: ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram, as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an tusliha li sha'ni kullahu wa an tuyassira li kulla sa'abi wa an taktuba li an-najaha
wat-tawfiqa fi dunya wal-akhirah. Allahumma la tad'u li dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaytahu wala hajatan min hawaiji dunya hiya li salahun illa qadaytaha li ya rahimin, ya rahimin. Narudia tena kwa haraka. Nasema Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dhal jalali wal ikram, as'aluka birahmatika allati wasi'ati kulla shay'in an tusliha li sha'ni kullahu wa an tuyassira li kulla su'abi wa an taktuba li an-najaha wat-tawfiqa fi dunya wal-akhirah. Allahumma la tad'u li dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala daynan illa qadaytahu wala hajata min hawaiji dunya hiya li salahun illa qadaytaha li ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Paka hapo umekamilisha dua yako. Sasa basi, dua hii utaisoma nzuri kabisa, vizuri zaidi utaisoma, na yenyewe pia utaisoma mara 3. Lakini nzuri sana uisome zile nyakati za usiku wakati wa kulala. Kile kitendo cha kumaliza tu kusoma dua yako, unakwenda kulala moja kwa moja. Wallahi dua hii ni mujarrabu sana. Itakufaa sana na itakunogesha sana katika maisha yako na katika mipango yako. Na vile vile dua hii itakufanikishia kile ambacho ulikuwa unakiona ni kizito, kigumu. Kwa kutumia dua hii wallahi na kuhakikishia mambo yako yanakwenda kufunguka. Tembea kifua mbele ukiwa unaamini kwamba upo na Mungu, na utambue ya kwamba wakati wa Mungu ndio wakati sahihi katika maisha yako. Simama na dua, simama na Mola wako, utafanikiwa ndugu yangu. Dua hizi wamezifanya wanawachuoni wengi na wamefanikiwa. Wewe sio mtu wa kwanza kuanza pengine kutaka kuisoma dua hii. Wapo wanawachuoni waliopita wakubwa ambao wameibariki na kuipitisha na kuithibitisha kwamba dua hii ni kweli inaweza kuyafanya hayo ambayo tumeelezwa kwa kupitia dua hii. Sasa ni wajibu wetu sisi kuifanyia kazi kwa kuisoma. Tuifanyie kazi ndugu zangu. Mwisho kabisa naomba nitoe maelezo mawili insha Allah. Maelezo ya kwanza ni kwamba tunakuletea kile ambacho si kingine bali ni ngozi al-munawwara. Ngozi munawwara ni ngozi kweli munawwara. Hii ni kitu mujarrabu ambaye kazi yake kubwa ni kwenda kukunawirisha ngozi yako. Kuinawirisha ngozi yako. Endapo una chunusi sugu zilizoshindikana, tumia hiyo ngozi munawwara, itasafisha chunusi zako. Lakini pia kama una mapele sugu yaliyoshindikana, wallahi kapake, mapele yako yatakwishilia mbali. Na kadhalika kama una michirizi sio mapele jamani, michirizi inajulikana. Kama una michirizi, nenda kasugue vizuri, michirizi yako itakwishilia mbali.
Kama una mapunye kichwani yatakwisha. Fangasi zozote za aina yoyote zitakwenda kuondoka. Hiyo inaitwa ngozi munawwara. Tutafute tuone namna gani utaweza kuipata ukafurahie maisha ya ngozi yako. Lakini pia kuwakumbusha juu ya dada yetu Nasma, Mwarabu wa Shinyanga, Mwarabu Msukuma. Ametuandalia kitu kimoja kizuri ambacho ni mafuta ambayo ukiyatumia katika nywele zako, nywele zinakuwa ndefu, ndevu zinakuwa ndefu, nywele zinalainika na nywele hazikatiki, na ukiyatumia vizuri kabisa basi nywele zako zinazidi kuwa zinajaa na kulainika katika ngozi yako ya kichwa au ndevu zako. Yoyote ambaye anataka ile ngozi munawwara, tutafute katika hiyo nini yake pale, ngozi namba zake. Lakini hii mafuta haya mtafute Nasma kupitia hii bango lake, ataweza kukusaidia katika hayo insha Allah. Kufikia hapo ulikuwa nami ndugu yako, na kuomba kwanza usiache kusubscribe, usiache kushare na kulike. Ila ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Muhammad Kundia. Lakini pia wito nazidi kukupatia, hebu tupe kampani ya bando. Kwani wewe ni binadamu wa namna gani? Mbona una uwezo kabisa wa kutukampani sisi ili ukapata thawabu? Unashindwa nini basi? Hebu fanya jitihada inshallah. Namba zetu za simu unazijua. Fanya mchakato tuweze kupata bando la mwezi, tuendelee kufanya video na watu waendelee kufaidika na video zetu. Mwisho kabisa niseme wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.